Sasa nikasema leo hii nataka nifunge masaa 24 then niende kulima. Bwana Yesu asifiwe. Nikae masaa 24 then niende. Nilipofika shambani nikaona mikono inakataa kunyanyua jembe. Nikajiuliza, si nina nguvu za rohoni? Lakini mwili ukasema nguvu za mwilini hauna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumaanisha nini? Kila kitu kinafanya kazi kutokana na nguvu ulizonazo. Haleluya. Ukitaka kunyanyua vyuma utakula tofauti na anayefanya kazi ambayo sio ya nguvu sana. Lakini kwenye hilo tumetofautiana. Kuna mtu anaifanya kazi nyepesi na anakula sana, na kuna mtu anafanya kazi ngumu na hali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini rohoni haipo hivyo. Rohoni Mungu anatenda kazi kutokana na nguvu iliyopo ndani yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kichwa chetu cha somo kinatuambia siku ya leo, Mungu anatenda kazi na mtu kwa kadiri ya nguvu iliyopo ndani yake. Mungu anatenda kazi na mtu kwa kadiri ya nguvu iliyopo ndani ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, Mungu anatenda kazi kwa kadiri ya nguvu ulionayo. Tusome Waefeso 3 ule mstari wa 20. Waefeso 3 ule mstari wa 20. Neno la Mungu nalo linatuambia hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Basi atukuzwe yeye. Basi atukuzwe nani? Yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo, kuliko yale tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo ili Mungu aweze kuzungumza na wewe, anaangalia una nguvu gani, anaangalia una uelewa gani, anaangalia unamwelewa vipi yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu unaweza ukawa unahangaika, kuna vitu unaweza ukawa unazunguka kwa muda mrefu, unaona kama upati jibu, unatamani ungelipata jibu fulani. Kwa nini ulipati hilo unalolitamani? Kwa sababu Mungu anatenda kazi kwa kadiri ya nguvu ulionayo wewe, kwa kadiri ya vile vitu ulivyonavyo wewe. Mungu anajidhihirisha kwako kwa namna wewe unavyomwelewa. Mungu anajidhihirisha kwako kwa namna ambayo wewe maarifa yako yapo. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna wakati mwingi umemwomba Mungu kwamba Mungu, mimi natamani kitu fulani ujifunue kwangu. Mungu, mimi natamani kitu fulani, sikielewi siku zote, natamani ujifunue kwangu. Kwa nini unaona kama hajifunui? Akili yako ulivyoitengeneza sivyo ndivyo ulivyoitengeneza rohoni, kwamba Mungu, mimi hiki ndio ninaelewa. Mungu anajua, anakujua wewe vizuri kwamba ili huyu mtu anielewe ni lazima niongee naye kwa lugha hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunajipeleka mbele za Mungu, tunaanza kusema, Mungu, mimi natamani nyumba, mimi natamani nini. Amejidhihirisha kwako, umeshindwa kumwelewa kwa sababu ameongea na wewe lugha ambayo wewe huielewi. Hiyo nguvu aliyoiongea na wewe huna. Ndio maana umeendelea kuzunguka hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kumwelewa Mungu, itafute nguvu ya Mungu. Ili uweze kumwelewa Mungu, mtafute vizuri Mungu akueleweshe, na ujue unatakiwa ujitambue, ili huyu Mungu anaongea na mimi vipi. Kama wewe ni mwana wa Mungu, jitambue, jiulize, hivi mimi mpaka leo Mungu anaongea na mimi vipi? Ni lugha gani Mungu huwa akiongea na mimi ninamwelewa? Ni namna gani Mungu huwa akiongea na mimi huwa namwelewa? Ukishajua, itakuwa rahisi kumwelewa Mungu. Hutaendelea kuzunguka kwenye huo mlima. Hutaendelea kuhangaika kusema Mungu hajibu. Mungu anajibu, ila anajibu kutokana na nguvu iliyopo ndani yako.
Ndio maana unaweza ukakaa hapo kaombea pepo kwa muda mrefu, ukaona kama alitoki, na akaja mwenzako akasema pepo toka, likatoka na ule mtu akafunguliwa, kwa sababu ya nguvu iliyopo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa anamwomba Mungu, alikuwa na mahusiano mazuri sana na Mungu, akawa anamwomba Mungu, akamwambia Mungu, mimi natamani nijue ninaelekea wapi. Nipo hapa, natamani nijue ninaelekea wapi. Haya, siku ya kwanza Mungu akamjulisha kile ambacho anataka kukijua. Akaambia, hapana, hiki kweli nimekijua, natamani unijulishe ile mwisho wangu ni nini. Akakaa siku moja, yupo kwenye maombi, akasema leo sitoki mpaka Mungu niambie. Yaani leo sitoki, iwe ni leo mpaka kesho kutwa mpaka lini, Mungu sitoki mpaka uniambie ninaelekea wapi. Mungu akamtazama, akaona huyu mtoto kuna vitu anavililia ambavyo havijui. Kuna vitu kama umemjulisha, baadaye akamwambia, mbona huniambii ile mwisho? Akamwambia, lugha niliyoongea na wewe ni nyepesi sana. Nikiongea na wewe lugha ngumu, utachanganyikiwa zaidi. Nikiongea na wewe lugha ambayo nikikuonyesha kule ambako unatamani, utachanganyikiwa zaidi. Kwa sababu gani? Nguvu ulio nayo ndio iliyonifanya nikuzilishie ufike hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukisoma Mambo ya Nyakati 1. Mambo ya Nyakati, naomba kwenye Biblia nifungulie somo. Mambo ya Nyakati 1:16 ule mstari wa 11. Mwingine anifungulie Zaburi 4. Zaburi 105 mstari wa 4. Mambo ya Nyakati 16 mstari wa kwanza wa 11. Nani amepata? Mambo ya Nyakati 16:11 nao nasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Haleluya. Zaburi 105 mstari wa 4. Zaburi 105 mstari wa 4 nao nasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anatufundisha nini? Ili uwe na nguvu za Mungu, lazima umtake Mungu. Ili uwe na uso wa Mungu, lazima umtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi tunajidanganya kwa mambo mengi. Tunatafuta nguvu za Mungu, tunatafuta nguvu za Mungu, hatutafuti uso wa Mungu. Ninaweza nikaingia kwenye maombi kwa muda mrefu, ninaomba Mungu nisaidie niwe na nguvu zako, Mungu nisaidie nikusikie wewe, Mungu nisaidie niwe sijui nafanya nini, lakini mimi mahusiano yangu na Mungu sio mazuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati tumekuwa ni watu ambao tunatafuta nguvu za Mungu kwa lengo la manufaa yetu. Tumetafuta nguvu za Mungu kwa lengo tuzilishe mbele za watu. Nikisimama nikahubiri watu wanielewe, nikisimama nikahubiri nione watu wanapokea deliverance, lakini mimi sipo kwenye uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ni mwaminifu siku zote. Mungu ni mwaminifu. Ukisimama kwenye huduma yake, uwe umebolonga, uwe hujabolonga, atakupa nguvu zake. Ili ukitoka, ni wewe utajibia sasa siku ya mwisho kwamba una mahusiano mazuri na Mungu au huna mahusiano mazuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nataka
kumaanisha kwamba tunapomtafuta Bwana na nguvu zake, tujitahidi sana tumtafute Bwana kwenye uso wake, tumuone yeye, atuambie kwanza yeye sisi ni kila nani, atuambie kwanza yeye sisi tuna mahusiano gani mazuri na yeye. Tukiwa na mahusiano mazuri na yeye, hata tukipata nguvu zake haziwezi kutusumbua. Hata tukipata nguvu zake, tutakapofanya deliverance kwa wengine, tutakuwa tuna uhakika kwamba Mungu ni bado ana uhusiano mzuri na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tusifurahi kwa sababu tunatoa mapepo. Tusifurahi kwa sababu tunahubiri watu wanaokoka. Tusifurahi kwa sababu tunaweza tukasimama mbele za watu watakuona wakatuona sisi ni role model. Lakini tufurahi kwa sababu tuna mahusiano mazuri na Mungu. Tufurahi kwa sababu mimi binafsi ninajiona, ninamuona Mungu, ninamwona Mungu nikiongea naye ananiambia nina mahusiano mazuri na wewe. Nikisema hii siku ya leo safari yangu imeisha, nikisema vita nimevipiga vilivyo vyema, niwe na uhakika vile vita nimevipiga kwa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja nifungulie Ezekiel 3. Ezekiel ule mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Ezekiel mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Nao nasema, akaniambia, mwanadamu, kula unacho, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Akaniambia, mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu, maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama wa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli. Mstari wa 6, si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mageni na lugha ngumu, ambao huwezi kufahamu maneno yao. Bila shaka kama ningetuma kwa watu hao wangekusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mikono watumishi wenzangu. Ukiwa mtumishi, kuwa na tahadhari moja. Usijiandae kwa sababu unaenda kumhubiria mtu. Shibishwa wewe ndipo uende kumhubiria mtu. Watumishi wengi tumekuwa ni watu wa kujiandaa. Najiandaa kwa ajili ya lengo la kusema nikawaambia watu nini. Ila sijajiandaa kwamba Mungu ameniambia mimi nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alisema kula gombo hili ili ushibishe tumbo lako kwanza. Maelekezo aliyopewa ni yeye ashibishe tumbo lake kwanza. Kwa hiyo ili uweze kuwahudumia wengine, lazima ujihudumie wewe kwanza. Yaani ile unaandaa neno, ile umemwomba Roho Mtakatifu nipe neno la kuambia watu, mwambie Roho Mtakatifu nifundishe mimi kwanza, nishibishe mimi kwanza. Ile unajiandaa nyimbo ya kuambia watu waweze kububujika, jiimbie wewe kwanza. Inakufundisha nini rohoni? Usijiandae kwa ajili yetu, haitakusaidia. Ukijiandaa kwa ajili yangu, ni kweli mimi nitaponywa, lakini wewe utakuwa vipi? Ni kweli mimi nitashiba, lakini wewe utabaki na njaa. Kwa sababu umejiandaa kwa ajili ya kunihudumia mimi, kwa sababu umejiandaa kwa ajili ya kusema mimi niponywe. Vipi wewe? Nani atakuhudumia? Kwa hiyo watu wengi tumekuwa ni watu wa kusema mimi natamani niimbe leo hii, mimi natamani nihubiri leo hii, mimi natamani niombe leo hii, watu wanione. Yawezekana hujasema leo ni kwamba watu wanione. Hilo ulivyojiandaa ni maandalizi yako yanaonyesha watu, ila sio kwako. Sisi sote ni watumishi katika mwili wa Kristo. Mungu anapokupa kitu cha kusema na watu, tamani Mungu akufundishe wewe kwanza. Iwe kwenye wimbo, iwe kwenye maombi, iwe kwenye kuhubiri, iwe kwenye sekta yote ile. Kila mtu ni mtumishi.
kuhani. Unawezekana wewe kwa kuja kwako kanisani ndio maana kuna mtu anakuja. Yawezekana wewe kwa kuwa mwaminifu ndio maana kuna mtu anakuja. Siku kirudi nyuma umerudisha watu wengine nyuma. Kwa sababu ya ongea yako kuna watu wanavutiwa kuja kanisani. Kwa sababu ya kupiga kwako kinanda kuna watu wanavutiwa kuja kanisani. Sasa ukiwa wakili mbaya, usiposhibishwa wewe kwanza, ipo siku ambayo kweli hao watu utawavuta, lakini utabakia kuwa daraja. Ogopa sana kuwa daraja. Ogopa sana kuwa daraja. Katika kila jambo unalolifanya, mwambie Mungu, katika yote niyafanyayo, sitamani niwe daraja. Natamani na mimi niwe sehemu ya wasafiri wanaoelekea mbinguni. Ni kweli nitavusha wengine, ni kweli nitawasaidia wengine waulisi ufalme wa mbinguni, lakini natamani na mimi nije niulisi huo ufalme wa mbinguni. Peke yako huwezi. Peke yako huna namna inayoweza kukusaidia. Peke yako huna namna inayoweza kukusaidia isipokuwa ukiwa na uhusiano mzuri wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuombe Mungu atusaidie. Ni kweli tunahudhuria kanisani. Ni kweli yawezekana tunahubiri. Ni kweli tunaimba. Ni kweli tunaomba. Ni kweli ni wahudhuriaji wazuri wa maombi ya saa sita. Ni kweli sio wahudhuriaji wazuri wa maombi ya saa sita. Tunakuja kwa kuchechemea. Lakini tumwambie Mungu, kwenye hayo yote tunayoyafanya, tunatamani tuwe pamoja na uso wako. Tukutake wewe na nguvu zako, pamoja na uso wako uwe pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Peke yako huwezi. Peke yako huwezi. Utaendelea kuwashibisha wengine. Utaendelea kuongea na lugha ambayo Mungu atakutumia wengine akakuelewa, lakini wewe utabaki jinsi ulivyo. Lakini wewe utabaki namna ulivyo. Mwambie Mungu, sitamani nibaki jinsi nilivyo. Natamani nibadilishwe. Sitamani nibaki namna nilivyo. Inawezekana kuna wakati kuna maombi watu umeita watumishi wengi wamekuombea. Huponi kwa sababu Mungu lugha anayozungumza nayo wewe huwezi kumuelewa. Hujamuelewa bado, ndio maana nakuwea ngumu. Kuna changamoto unayozunguka nayo kwa muda mrefu, unakuwa bado upo kwenye ile changamoto kwa sababu Mungu si kama hajakujibu. Amekujibu ili umeshinda kumuelewa kwa sababu ya nguvu ulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Ukilitambua hilo, litakusaidia sana. Namna nzuri ya kuwa na uhusiano wako mzuri, namna nzuri ya kumuelewa Mungu anaongea na mimi vipi, mimi nina nguvu gani na Mungu anaongea na mimi vipi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Kweli nimekuja mbele zako kwa muda mrefu. Inawezekana nimekuwa ni mtu ambaye najiandaa kwa ajili ya kuwahudumia wengine, lakini Mungu, mimi bado sijaihudumia, sijashiba, sijashibishwa bado, kwa sababu siwezekana sikuelewa kwamba mimi najiandaa kwa ajili ya wengine. Yawezekana niliona kama najiandaa kwa ajili ya kwangu, lakini nilijiandaa kwa ajili ya wengine. Mimi